Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2025. Novemba 2025. Tukiwa na mada yetu kuu isemayo mwinue Yesu juu kama mwombezi na hakimu wetu asiyekosea. Leo ni Novemba 23. Kabla hatujalianza somo hili siku ya leo, tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, lihimidiwe jina lako, maana wewe ni mtakatifu na kwamba wewe peke yako ndiye unastahili kuabudiwa. Jina lako litukuzwe sana. Mbinguni na duniani sifa zako ziimbwe. Asante kwa ajili ya nafasi hii ya pekee ambayo umetupatia watoto wako wa kiume na wa kike. Nasi tumekuja tena miguuni pako, tukiwa ni dhaifu, wanyonge wa dhambi na tusiostahili. Tuko miguuni pako, tusamehe uovu wetu, tusafishe dhambi zetu, tutakase na ukatufanye upya ili tuendelee kuiakisi tabia yako. Tutapojifunza mada hii siku ya leo, enda nasi, tufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema kuwa Mkristo ni kufanana na Kristo. Zaburi ya 24 aya ya 3 na ya 4 imeandikwa: Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila. Kuwa Mkristo ni nini? Ni kuwa kama Kristo, ni kufanya matendo ya Kristo. Wapo ambao hushindwa katika jambo moja na wengine katika jambo lingine. Wengine si wavumilivu kwa asili. Shetani anaelewa udhaifu wao na anaweza kuwashinda mara kwa mara. Lakini asiwepo wa kukatishwa tamaa na hali hiyo. Wakati wowote maudhui na majaribu yanapoinuka, muombe Mungu kimya kimya, akupe nguvu na neema kuchukuliana nayo kwa subira. Kuna nguvu katika ukimya. Usitamke neno lolote kabla hujapeleka maombi yako kwa Mungu wa mbinguni. Kama utafanya daima, muda si mrefu utaweza kuishinda tabia yako ya hasira za haraka, na utakuwa na mbingu ndogo hapa duniani huku ukiwa unaielekea mbingu kuu. Mungu anawataka watu wake kusafisha mikono yao na kutakasa mioyo yao. Je, kwa kufanya hivi watakosa furaha? Je, itawaletea huzuni katika familia zao ikiwa watakuwa wema na wenye subira, wenye adabu na uvumilivu? Si kweli. Wema wanaoonesha kwa familia zao utarudishwa kwa wenyewe. Hili ni jukumu linalopaswa kufanyika majumbani. Kama wanafamilia hawajajiandaa kuishi kwa amani hapa duniani, basi hawako tayari kuishi katika familia itakayokutana kuzunguka kiti cha enzi kikubwa cheupe. Dhambi siku zote huleta giza na utumwa, lakini matendo mema yataleta amani na furaha takatifu. Katika siku ya mateso, wakati adui akitushinikiza, tutatembea katikati ya malaika. Watakuwa kama ukuta wa moto kutuzunguka, na siku moja tutatembea pamoja nao katika mji wa Mungu. Haujawahi kuwepo wakati ambao watu wa Mungu wanapaswa kuwa na hitaji kubwa la kudai ahadi zake kuliko sasa.
Hebu mkono wa imani upite gizani na kushikilia kwa nguvu mkono wenye nguvu isiyo na ukomo. Wakati tunazungumzia umuhimu wa kuachana na dhambi, kumbuka kuwa Kristo alikuja ulimwenguni kuwaokoa wa dhambi, kwamba aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye. Tunayo fadhila kuamini kwamba damu yake inaweza kutusafisha mbali na kila doa na uchafu wa dhambi. Hatupaswi kuiwekea mipaka nguvu ya mtakatifu wa Israeli. Anatutaka tumjie kama tulivyo, wa dhambi na wachafu. Damu yake ina nguvu. Ninawasihi msimhuzunishe Roho wake kwa kudumu dhambini. Kama ukianguka katika jaribu, usife moyo. Ahadi hii inatujia hata sisi wa wakati huu. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Ninahisi kuwa kwa sababu ya ahadi hii moja, wimbo wa shukrani kutoka vinywani mwa wanadamu haupaswi kukoma. Hebu na tukusanye vito hivi vya thamani vya ahadi, na pale shetani anapotushtaki kuhusu dhambi zetu na kutujaribu ili tutilie mashaka uweza wa Mungu wa kuokoa, hebu na turudie maneno ya Kristo, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Historical Sketches 157 na 158. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Novemba 23, mada ikisema kuwa Mkristo ni kufanana na Kristo. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu udumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hili atatenda kwa mahitaji yetu? Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hili atatenda kwa mahitaji yetu? Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele, labda tusahau yale aliyoyatenda nyuma, aliyoyatenda mwanzo. Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele, labda tusahau yale aliyoyatenda nyuma, aliyoyatenda mwanzo. Yote kwa